2026 dunia haitakuwa kama zamani. Kombe la dunia litakuwa zaidi ya mpira, teknolojia mpya, ulinzi wa kisasa, mataifa 48 na matukio yatakayobadilisha historia ya soka milele. Swali ni moja, je, uko tayari kushuhudia yasiyotabirika ndani ya kombe la dunia 2026? Hapa nitakuletea mambo 5 yatakayoshangaza dunia ndani ya kombe la dunia 2026. Msanuaji wako ni mimi Simple D. Unaweza kunicheka katika mtandao ya kijamii pale Facebook na YouTube kwa jina moja la Simple D TZ, Instagram @, pamoja na TikTok kwa jina la Simple_DTZ. Usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe. Matukio ya kushangaza yanayotegemewa ndani ya kombe la dunia 2026. 1. Kombe la dunia la kwanza kwa nchi 3 kwa pamoja. Mexico, Canada na Marekani. Bara zima la Amerika Kaskazini litakuwa jukwaa moja kubwa la kihistoria. Kwa mara ya kwanza, mashindano yatafanyika katika mataifa 3 kwa pamoja. Fikiria mashabiki wakisafiri maelfu ya kilomita kufuata timu zao, mipaka kuvuka kwa shangwe, mataifa kuunganishwa na mpira. Lakini changamoto ni kubwa: usalama, usafiri na maandalizi ya viwanja vikubwa zaidi kuwahi kutumika. Je, dunia inaweza kushuhudia tukio hili bila dosari? 2. Timu 48, vita kubwa zaidi kuwahi kutokea. Kutoka timu 32 hadi timu 48. Hii inamaanisha nchi ndogo zitapata nafasi ya kushangaza mataifa makubwa. Kuna uwezekano wa underdog story, taifa dogo likitoa timu bingwa wa dunia mapema kabisa, kama ilivyotokea Morocco 2022. Lakini safari hii inaweza kuwa kubwa zaidi. Je, 2026 itazaa shujaa mpya asiyejulikana leo? 3. Mapinduzi ya teknolojia, VAR ya kizazi kipya. Teknolojia ya AI VAR iliyoboreshwa, sensa ndani ya mpira na uchambuzi wa data kwa sekunde chache zaidi. Maamuzi yatakuwa ya haraka. Lakini je, yatakuwa sahihi 100%? Mashabiki wengi wanaamini teknolojia inaua ladha ya soka. Wengine wanasema inaleta haki. 2026 inaweza kuwa kombe la dunia la kwanza linaloendeshwa kwa akili bandia kwa kiwango kikubwa zaidi. Swali ni hili, je, mpira utabaki kuwa mchezo wa hisia au utakuwa wa mashine? 4. Ulinzi wa kijeshi na robotics dog. Kutokana na ukubwa wa tukio, kuna matarajio ya matumizi makubwa zaidi ya ulinzi wa kiteknolojia, ikiwemo robot maalum za doria kama robotics dog. Hii si filamu ya sci-fi, ni uhalisia wa dunia mpya. Viwanja vitakuwa chini ya uangalizi wa kamera za kisasa, drone angani na mashine zinazoweza kugundua hatari kabla haijatokea. Mashabiki watajihisi salama na watahisi wako kwenye dunia ya filamu ya kijeshi. 5. Finali itakayovunja rekodi. Finali ya 2026 inatarajiwa kufanyika kwenye moja ya viwanja vikubwa zaidi kuwahi kutumika. Mamilioni wataangalia live, mabilioni wataangalia kupitia TV na simu. Inaweza kuwa finali yenye mabao mengi zaidi au penalty za kusisimua hadi dakika ya mwisho. Labda mshambuliaji chipukizi atazaliwa siku hiyo na kuandika jina lake kwenye historia milele, na labda tutashuhudia mchezaji mkongwe akicheza kombe lake la mwisho, akilia na kuinua kombe, akifunga sura yake ya kizazi. Ishirini 2026 haitakuwa tu mashindano, itakuwa simulizi ya kizazi, ushindi, machozi, teknolojia na historia mpya. Na pale taa za uwanja zitakapozimwa, swali litabaki, nani aliyeandika hatima ya dunia? Hii ni zaidi ya mpira. Hii ni zaidi ya hadithi ya karne. Yes, niite Simple D. Endelea kunifuatia katika mtandao yangu ya kijamii Facebook na YouTube kwa jina moja la Simple D TZ, Instagram, TikTok, kwa jina moja la Simple_DTZ. Uendelee kupata vitu vingi zaidi na zaidi. Usisahau kuendelea kunifollow, usisahau kuendelea kusubscribe. Asante, niite Simple D Mwamba.